tuko kwenye plene kwa kufanya kazi na jeshi lote lene linahusika kwa kufanya kazi. Napenda kuambia waraia wote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongomani wote, msiogope kitu. Kuanzia wazalendo Kongo mzima na raia wote ya Uvira, msiogope kitu. Ule mwenye kaomba Mungu aombe Mungu. Ndio bombe yenyewe banambana nayo hii. Ndio bombe banambana nayo hii. Ndio ile yule garçon mweupe konayo pale. Sina tugisi ya kufilme sana. Uvira vitu vinachacha. Sasa hii mamoto batu banaanza kimbia sana, vitu vinachacha Uvira. Naam, sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba utakuwa salama usalimini. Ni majira ya mchana sasa, leo tarehe 9 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Nashukuru kwa kuwa nasi mara tena katika habari zetu za mchana wa leo, ambako tutaangazia tosha kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa DRC, hususan uko tarafani Uvira. Mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukuhabarisha ukweli kuhusu kile ambacho kinaendelea katika mji wa Uvira mchana wa leo. Hivyo endelea kupata habari hizi na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Kama kawaida, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli kwa zile ambazo zinaendelea mashariki mwa DRC uko kwenye uwanja wa mapambano. Kipindi hiki cha machafuko ya kivita, habari zinakuwa nyingi za uongo. Hivyo unapaswa kuwa unachunguza habari, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ili usije ukafa na pressure bure, ili hali ya kwamba mambo hayajakuwa jinsi ambavyo unatarajia. Na moja kwa moja katika habari zetu za mchana wa leo, tutajielekeza ndani ya mji wa Uvira ambako kumeripotiwa kuwa na hali ya wasiwasi mchana wa leo tarehe 9 Disemba mwaka wa 2025. Hiyo ni baada ya kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani kutoka uko Luvungi, Sange na sehemu zingine za Bondeni Ruzizi. Wakimbizi hao ambao wamekimbia machafuko ya kivita uko Bondeni Ruzizi, ambako kumeripotiwa kuwa na wasiwasi mkali sana kati ya vikosi vya wahasi wa AFC M23 dhidi ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Majira ya asubuhi kumeanza kusikika na milio ya risasi katika mji wa Uvira, milio ambayo iliweza kusababisha hofu na tahadhari kubwa maeneo hayo, lakini duru kutoka maeneo hayo zinaeleza kwamba kuna baadhi ya mabomu ambayo endelea kusikika katika mji wa Uvira na ambao wanarusha hizo bomu tayari wameshashikwa. Wakati hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi katika mji wa Uvira, meya wa jiji kwa muda Kifara Kapenda Kiki ametoa ujumbe kwa raia wote wa Uvira kuwa watulivu na kuendelea kushikamana kwa ajili ya kuweza kuepuka hali ambayo inaendelea kwa sasa ya kuweza kutia wasiwasi na kusababisha watu kuanza kukimbia, ili hali ya kwamba mji wa Uvira bado upo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC, wazalendo pamoja na vikosi vya Burundi. Meya kwa muda ndani ya mji wa Uvira, huyu hapa msikilize akitoa taswira ya kile ambacho endelea katika mji wa Uvira na kuomba raia wake kuwa watulivu. Kama mimi sina maisha ya inaweza kuogopesha. Donc nimejitolea tu ni komba yenye effectivement mimi najitolea. Nawaza kama tukisimama sababu legisi tunasimama hapa hivi, adui hata jongelea hata siku moja. Mimi sasa tukiogopa sisi wote tunampatia njia na njoo aliko yenye nitaka kufanya hapa. Tusimame wa ndugu, wale vrai wasimame, tusimame kabisa, tuangalie jinsi gani tunaweza kuchunga mji yetu. Adui angaliki mbali, deja tayari ashatu paralize, si wote, kila mtu machumba, kila mtu akimbia, kila mtu kila mtu anachoma kia mgarde yake. Vrai soldat saizi iko mfasi yake, vrai mzalendo saizi iko fasi yake, vrai citoyen saizi iko makini, iko naangalia na jiuliza yue nini naendeka. Na wakati tuko optimist vile, nafikiri mambo itaendeka. Ulikuwa unaalika watu tufanye kazi zetu kama kawaida. Lakini wakati mwingine ile hali ya kunyanyaswa au ya kunyang'anywa inaleta pia hofu. Ndio. Labda watu watatumia mbinu gani angalau? Sinjo pale kwenye mimi nafikiri kama na alika par exemple FARDC, commandant ville na wa commandant wote wako wenyewe wakiapa yenye hawako ku front, waitishe wasoda wale wenye kuwatii wapakize ndani
wa gari waangalie kusike hapa wasota wenye kutembea tembea hapa kuzagazaga wanaanza kunyang'anya watu wa telefoni wale ndio wa FRDC. Donc na ile haiko tabia exactement ya wazalendo, na kama upako wazalendo wa vile hii wakati ba vrai il faut basimame sasa baoneshe wale mfano. Na kwa kweli masasi ukisikia kwa hii wakati haiko masasi ya vita, hapana, na msoko masasi ya kuangalia kisiga ni ya kuelimine bale bafobe bale tuingilia. Na il faudrait c'est que kama bale ba vrai bako eko batafute kila fasi kwa watakuwa bajiregrouper baangalie kisiga ni wanaweza kutafuta kufere fasi ya wale wafo puisque adui hayakuwa hapa nakamilisha tena adeore ya infiltrate yake wanafanya kazi. Kulingana na vyanzo kutoka uko Uvira vimesema kwamba vurugu hizo zimeanza pindi ambapo vikosi vya jeshi la taifa FARDC vimeonyesha kurejea nyuma katika mji huo wakiwa na lengo wa kujielekeza uko Kalemi, kitu ambacho vikosi vya wazalendo vimepingana na mpango huo, wakiomba vikosi vya jeshi la taifa FARDC kwenda kwenye mstari wa mbele kwa ajili ya kuweza kukabiliana na adui ambaye bado hajafikia kuingia katika mji wa Uvira. Mmoja kati ya wakahaji tuliowasiliana nao kutoka huko Uvira kwa masharti ya kutokutajwa jina ametueleza kile ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya mji huo. Jambo ndugu mtangazaji, kuhusu situation actuelle ya Uvira, naweza penda nikuambie kwa kutosha watu mwekivoke parce que la plupart ya siba kongomani tuko na problème ya kupaniki vitu venye hatuna precision. Tuseme ile ni ile mapepo tuko nayo ya usaliti, naweza ongelea hiyo contest. Kwa taarifa bora ambayo tunayo kwa sasa, nikifikiria mitandao yote isha tabakanya habari mbalimbali za kweli na za uongo, ile tunayojua kwa hali halisi, Uvira hakuna vita. Narudilia tena, Uvira hakuna vita, Uvira hakuna vita, bali kuna wasiwasi za kivita kwa sababu tuko muinchi na tuko mzone yenye muko vita. Sasa zile bomu ambazo zimesikilika Uvira kwa muda wote ni wale vijana ambao umeona hata kwingine mitandao wanatumatuma, kuna kati yao ambao washatoshwa hadi mpaka roho zinakuliwa na watu. Ni wale vijana ambao wana moyo mbaya wa usaliti ambao walikuwa wanatekateka zile bomu mahali tofauti, ila kwa bahati nzuri Mungu ametushindia na wale wengine ambao wana moyo ya uzalendo wakashiriki kwa haraka kufuatilia kule ambao kunakuja tukio, wakawashika na wakatumia kisi unavyoona hapo hivyo. Inamaanisha kusema ya kwamba hakuna vita. Zile bomu zilikuwa kama vile ninavyosema hapo nyuma ndio ilikuwa nasumbua. Na kama kwa muda ambao tuko naongea sasa, tena kuna zingine bomu ambazo zinaendelea kupigwa. Tayari walikutonia tayari walishakuwa wanatekateka bomu zingine. Ndio hapo sasa service de sécurité, sasa hivi unasikia FARDC wazalendo ndio wako mkazi ya kwenda sana nakagua na wanaendelea kufahamu sako kama kawaida tu kujua nani ndio mwenye mhusika sasa vile ambao ulimasha kufa na wengine. Kwa taarifa zingine zaidi utazipata baada ya masaa. Hizi sasa ziko naenda hizi information ziko zinaongezeka za kweli. Na kuhusu nani masasi mko asikia wanapigana huko na Uvira hakuna vita, ila ni probleme tu ya haki ndio wanafia swandiza bagepare biko na besoin batoke ile hapo marke banafaka toujours ya repli ya 300 km carré ifanya kimbia kwanza kuachia vile. Lolo wazalendo dizi no haitawezekana muhiyo conteste, hakuna njia ya kutoka, tout le monde va rester, tubakia hapa tugomanishe nje. Unajua ni watu ambao wote wako na silaha. Wewe atamwambia mwenzake mwingine akubalie, kuna ule ambaye ana haki ya kumwambia mwenzake, na hivyo hapo ndio kule makrosage ya milio ya risasi. Hakuna vita Uvira. Yeye na kurasiri ndio kweli. Hata kwa vita nadanganya. Wakati hali inaendelea kuripotiwa kuwa tete katika mji wa Uvira kufuatia vurugu za kusikika kwa milio ya risasi, Kamanda Makanaki Kasimbira John amehakikishia raia kwamba vikosi vyao vipo kwenye vipo uko bondeni Ruzizi kwa ajili ya kuimarisha usalama wa raia, lakini pia ametoa ujumbe kwa kitengo cha DGM mjini Uvira kuto kupandisha bei za CPGL kwa raia ambao wana haki ya kusafiri kwenda popote kwa ajili ya maisha yao ya kawaida. Tuko kwenye plene kwa kufanya kazi na jeshi lote lenye linahusika kwa kufanya kazi,
na ndo ile message napenda kuambia watu pale, wala napenda kuambia baja baleta bote, surtout des jeunes, ile mambo ya kupandisha bei ya masepejele. Mimi kiongozi makanaki nasema hiyo pepo ibatoke ndani ya kupandisha bei ya masepejele. Kwa maana basiko banasemea rais wetu Fachi Beto bongo. Jubiko banasema Kishasa ndio nasema tupandishe mabei ya masepejele. Hapana, tunakatala ile kupandishia watu mabei ya masepejele. Sepejele mimi nasikia na kuwa $30, $25. Ile franga biko banaibeba wapi? Na ile yote ni kwa alerte watu ile masepejele mingi kwenda ujuu batu babomoke Uvira. Mimi kwangu makanaki nasema sipendi ile. Na tupendi ile kama vile ba seigneur de guerre, kama vile batoto ya Kongo, kama vile batoto ya Uvira. Bashushe bei ya sepejele irudilie ile fasi yake, na mkongomani yoyote wala mtu yoyote asikimbie kenyeji. Kama utaenda kupenda yako uende, lakini usiseme unakimbia vita. Na mimi na basire inga moja tu itafika, bale bote balikimbia apres ni semene tu, inga moja, juma moja tu, na mimi batarudia hapa kupitia huyu Mungu toko tunaomba. Okay, napenda kuambia warai yote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongomani yote, msiogope kitu. Kuanzia wazalendo Kongo mzima na raia wote ya Uvira, msiogope kitu. Ule mwenye kaomba Mungu aombe Mungu, ule mwenye kufanya mchango fulani afanye, ule mwenye kupigana apigane. Tukamatane bega kwa bega, tufanye kazi ya nchi yetu ipate amani Kongo mzima. Asante. Na kusihi kuendelea kuwa mwaminifu kwetu, kufuatilia habari hizi ili upate kufahamu ni kipi ambacho endelea uko kwenye uwanja wa vita, mpendwa msikilizaji. Na kuhusu habari zingine za uko Luvungi, bado unaendelea kufuatilia, tukiongea na vyanzo vyetu tutakuja kupatia ripoti rasmi pale ambako tutahakikisha kwamba kila kitu kimeenea kwenye meza yetu ya uwariri. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na kuomba kuendelea kusubscribe channel hii, kusambaza habari zetu ili uendelee kupata habari hizi kama kawaida. Tukutane tena katika habari zetu za hapo jioni, ambako tutakuletea matokeo yote kuhusiana na hali ya Uvira, Sange, Luvungi, pamoja Kiliba, Kamanyola na sehemu zingine ambako kuna ripotiwa kuwa na hali ya wasiwasi siku ya leo tarehe 9 Disemba mwaka wa 2025. Ndio bombe yenye banambana nayo hii. Ndio bombe banamubana nayo hii. Ndio ile nyule garçon mweupe nayo pale. Sina tugisi ya kufilme sana. Bali mkuta anaanza iko no musakoshi. Njoo hii bombe banageuza nyuma, njoo ile banatia nyuma banaendana. Njoo ile. Merci. Uvira vitu vinachacha. Saa hii mamoto batu banaanza kimbia sana, vitu vinachacha Uvira. Mamoto azipiti tena barabara, zinakuwa napita ni murai. Saa hii Uvira vitu vinachacha. Vitu vinachacha vrema kabisa. Saa hii ni murai ndio kwenye kwa barabara, batu wapite tena barabara. Bombe tatu zinalia saa hii. Mwale milima ya kule yulu. Saa hii magari ndio hii iko napita mwaveni. Iko napita ndio mwaveni, apite tena barabara. Uvira vitu vinachacha.